Hello rafiki. Episode muhimu sana tumeendelea nayo wiki hii. Na leo tunaingia parti ya 4, sehemu ya 4 ya episode hii. Najua Mungu ameendelea kuzungumza nawe wakati masomo haya yanaendelea kuwa revealed kwako. Nikukaribishe tena. Karibu siku ya leo upokee kile ambacho kiko intended kwa ajili yetu. Mwalike rafiki yako kwa kushare link. Mwalike awe sehemu ya darasa hili. Umebarikiwa sana. Amen. Karibu darasani. Kwa kuna vitu ambavyo spiritual reality sio visible but very active. Kwa mambo ya roho ni halisi ijapokuwa fanya nini? Haonekani. Kwa mtu hawezi kuona au kuingia katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili inatokana na nini? Kumwamini Yesu. Ndio maana chini yake ameanza kusemaje? 3:16. Maana hapo tumesoma 3:5 hadi 8. Akasemaje? Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni Mungu kwa ndani yako. Naweza kuuona uzima wa milele kwa macho? Naweza kushika kwa mkono? Okay. Naweza ku-release ukaonekana? Yeah. Jiko sawa eh? Tutajifunza kwenye experiences of the spirit. Kwa hiyo turudi kwenye 1:13. Naye alituokoa. Neno alituokoa pale ni neno ruomai. Ruomai. R-H-U-O-M-A-I. Maana ya ruomai pale, alituokoa, maana yake ni kuokoa mahali pa hatari na kukileta kitu kiwe kwako mwenyewe. To bring something, to rescue something and bring to yourself. Ndio maana chini ametumia neno kuhamishwa. Akatuhamisha. Neno methistemi. Methistemi. M-E-T-H-I-S-T-M-I. Methistemi lenye maana ya kugeuza mwelekeo. To turn away. Kwa unaweza kusema hivi, Mungu ametuokoa kwenye nguvu za giza na kutugeuza kuziacha nguvu za giza kwa kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Mungu ametuokoa kutoka kwenye nguvu za giza na kutugeuza kuziacha hizo nguvu za giza actually na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunaweza kusema muamini amenunuliwa, si ndio ukombozi? Kutoka kwenye ushawishi, influence pale. Nimekosa Kiswahili kizuri sana. Influence. Nitaeleza kwa nini nimekataa ushawishi kidogo. Muamini amenunuliwa kutoka kwenye ushawishi wa nguvu za giza. A believer has been brought or bought from the influence of darkness. Asa influence pale sio ushawishi na kumbembeleza mtu. Jamani, unakaushawishi tukaenda hivi. Ile influence na maanisha to act upon. Kwamba ameondolewa kwenye mazingira ambayo atakuwa acted upon na nguvu za giza. Kwa nini? Kwa sababu hayuko chini ya authority ya giza. Kwa maana yake legally, kisheria, muamini hawezi kuongozwa na kutawaliwa na giza kwa sababu yuko nuruni. Hayuko chini ya utawala wa giza. Nitakupa mfano ya utawala. Kwa nini utawala umetumika? Sababu Biblia inatumia lugha ya binadamu kabisa kucommunicate mambo ya roho. Iko sawa eh? Twende mfano huu. Ruto ni rais na Mama Samia Suluhu Hassan ni rais. Si ndio eh? Hawa wote ni waheshimiwa marais. Kenya wakabadilisha katiba. Anasema kuanzia leo kodi itakuwa hivi, atabadilisha katiba, atabadilisha sheria. Itakuwa sheria tu sio katiba. Okay, kodi itakuwa ni 20% ya pato lako. Si ndio eh? Au sales ile VAT. Tumie inaitwa VAT ile VAT. Ni asilimia ngapi Tanzania? 18. Okay. Alafu kule wamefanya 20. Ruto akaja Tanzania akatukuta tuna enjoy 18.
Alafu aje akasema hivi, kuanzia yeye ni rais na huyu ni rais. Wewe unatoa ngapi? 18. Mkamateni yule. Kuna askari attacked. Kwa nini? He has no authority. Okay. Is he a president? Just like Samia. Sasa kwa nini rais asiact juu ya mwananchi yeyote? Kwa nini anakosa? Kwa nini yule ndugu anaambiwa na Ruto, wewe hujatoa, askari kamateni huyu? Naomba niulize, askari ata move? Kwani haja move? Yule askari hayuko ordered na yeye. Namba 2, yule hayuko chini ya utawala wa Ruto. Kwa hiyo ile influence ya Ruto juu ya yule ndugu ni inactive. Iko sawa? Iko sawa? Kwa kama akitaka kuminfluence yule mtu, he has to use a lot of other lobbyings. Ndio unaitaga deception. No matter the devil uses deception. Deception is his power. Kwa sababu Yesu amefanyaje? Amemvua enzi na mamlaka. Is the devil still active? Yes. Who give him power? People, including believers ambao hawajui nafasi yao katika Mungu. Iko sawa? Kwa shetani anachotumia leo ni nini? Ni hila, deception, ku exercise authority. Iko sawa? So you have to willingly bow to him even if you are above him. Kwa asiyeamini ana haki ya kisheria ya kudili naye. Ndio maana asiyeamini hawezi kutoa pepo. Sababu ufalme hawezi kufitinika juu ya ufalme wake mwenyewe. Pepo haliwezi kumtoa pepo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hawezi kuwa na ujasiri. Unajua kuna watu wanaitwa wale wana waskewa. They were not believers. Walisikia tu wakasema hatuwakubali, ila nyewe mnafikiri mna nguvu, na sisi tunaweza kusema pepo anaye kwa jina la Yesu hatumjui, anatajwa na Petro na Paulo pale, toka. Pepo likacheki na mnasema acheni uone. Asema sisi Petro, nasema Paulo tunamjua. Huyo Yesu ndio maana sasa wasema unajua shetani hawezi kumtaja Yesu. Acheni uongo. Yesu, nguvu ya jina la Yesu sio herufi. Ni understanding of the realities of the redemption. Sio J-E-S-U-S. Sema J. Pepo alitoka kutaja hizo herufi. Jina onoma ndio authority. What do you know about what you are saying? What gives you the ground of confidence when you are saying that? Iko sawa? Huo ujasiri ndio unaitwa nini? Jina la Yesu. Kile ambacho amekifanya, alikufa akafuka na yuko ndani yako, na hiyo authority you have it in full, you can apply it. Hicho ndio kitu cha msingi. Kwa kusema kwa jina la Yesu anaomtaja nani? Hao tunamjua. Na wenyewe walikuwa wanatoa pepo kwa mmoja, walikuwa watu 7. Wana waskeva. Kilichotokea, pepo yule alifanya kazi yake nzuri sana. Tena wamshukuru Mungu ya kwamba hakuwapiga. Hivi aliwapiga waliovua nguo tu. Aliwapiga na kuwavua nguo Pole yao. Wakapigwa na kuvuliwa nguo. What was that? Walikuwa wanakopa authority. Hajui how it works. Mela manake. So they did not know the influence of what Jesus has done. What is the name? Lakini wao wanapambana na shetani ambaye yuko pamoja nao. Iko sawa? Sababu they were not believers. Kwa hiyo yale ushawishi wa nguvu za giza hauko juu ya mwamini, kwa sababu mwamini ametolewa kuko. Kwa sema hivi, siku ile ambapo umechukua uraia wa Tanzania kutoka Kenya, Ruto has no influence upon you. Umeelewa hivyo? Umeelewa hivyo? Sasa hivi ukichukua uraia wa Marekani, hata kama Mama Samia alikuwa ana kesi ya kitanzania na wewe, imeishia siku ile ulipochukua uraia mwingine. Hayo mnaonaje? Imeisha ni kesi, kwa sababu sasa wewe ni brand new person. Huko ni mali ya United States of America. Hebu anza kuongea kama watu hiyo.
So, sheria inayokulead inaitwa nini? Federal Government Policy, sio ya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina refu kabisa la kutoshea daftari. Sio sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachokuongoza inaitwa nini? The law of United States of America. Na ukienda kwenye state tena, kwenye hiyo state na yenyewe kuna sheria zao. So you understand your position. You are seated with Christ in spiritual realm. Hiyo ni muhimu sana. Kwenye Waefeso 1 ukianzia 17 pale. Somebody should read that. Waefeso 1 kuanzia 17 pale. Ephesians 1 kuanzia 17. This is Paul's prayer. Kwenye Paul in prayer hapa kuna vitu vya msingi anavyosema kwenye maombi yake ambao anahitaji waamini wafahamu position yao. Kwa muamini anaweza akawa under bondage of the enemy kwa sababu ya his understanding. Kwa anapo grow ndipo anavyojua kwamba I'm the one who has to accept influence in the power of darkness, not them influencing me. Angalia kwenye 17 semaje? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo anawaombea hapa, Baba utukufu hapa ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Katika kumjua yeye. Hiyo ndio key, kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue. Ni kujua tu. Ni understanding eh? That's very important. Mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo na utajiri wa utukufu wake katika Kristo, katika watakatifu jinsi ulivyo. Angalia. Naomba upea attention na 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani ya shetani. No, ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Let me read English. And what is, angalia vivumishi. Unajua vivumishi adjectives zimejaa hapa. Si ndio eh? What is exceeding greatness of his what? Power toward us who believe, according to the working of his mighty power. Hivyo vivumishi vinaonyesha this power is not a small power. Exceeding greatness of his power. His mighty power. Hii ni sehemu ambayo kuna mrundikano wa adjectives kwenye Agano Jipya. Kuna mrundikano. Let's talk about the power of God. Kuna mrundikano. There is a concentration of adjectives. Exceeding greatness of his power. Sawa. Actually, neno exceeding pale neno la Greek hupabalo. Na tutaangalia huko mbele hupabalo. H-U-P-E-R-B-A-L-L-O. Hupabalo. Ambao wangapi wamewahi kuona kwenye Olympic wale watu wanaorusha vitu, sio mishale, wao wanarusha nani. Neno hupabalo kwanza kuna estimated capacity. Yaani walipochora uwanja walijua hata huyu anataka kuweka hapa alafu anageuka wanarusha. Unaitwaje? Sasa kama golf haiwezi kuelewa. Okay, tutumie golf basi, maana na wachanganya. Kuna sehemu ambayo unaambia hii ukipiga haiwezi kuvuka mahali fulani. Capacity ya mwanadamu akipiga hapa inatua pale. Hupabalo maana yake, okay, kikawaida ukipiga itaisha labda mita kadhaa. Na mwanadamu mwenye aliyevunja rekodi hawezi kuvuka mita kadhaa. Hupabalo maana yake unapiga unaitoa nje ya uwanja. Hiyo ndio maana hupabalo is hyped. Si ndio eh? Imeenda beyond. So inaitwa exceeding greatness of his power. Power ni nguvu. Greatness, exceeding. Maana yake nini? Amevumisha nini? Greatness ya nini? Ya power. Because the power is great but exceedingly great. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa anaonyesha kwamba nguvu ambazo ziko ndani ya muamini ni great lakini exceeding great. Kwa maana yake muamini ana nguvu na change na baki. Labda nitumie lugha ya mtaani namna hiyo. He's full of power. Na hizo nguvu za Mungu haziko kwenye mbingu ya saba, ziko ndani ya muamini, ndani yetu, in us. Basically, the same power that raised Jesus from the death is now in the believer. That's a hallelujah moment.
Nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu ina reside right now in the believer. It's actually good news to know that. Ziko ndani yako. Now imagine you know that unayo epignosis. Unayo exact knowledge. No mashaka, no dash. Iko full. Kama ni charge kwa 100%. Ni kama unavyoamka asubuhi, you really know that you got the power to walk. Unaamka asubuhi useme, hii miguu yangu inafanya kazi kweli. Ucheki, unaamka tu unaanza kutua chini because you really know haujavunjika miguu. Au mnatestiki kama imevunjika. Kwa sababu una nini? Una precise exact knowledge. Au kuna mtu hapa akiamka anasema, hivi mimi msichana kweli? Unajua kwa nini? Epignosis ndo hiyo, yani I know that I'm a woman. Siwezi kuamka asubuhi nikaanza kutafuta dera. Katafuta mama, ile dera letu liko wapi? I just don't have to go to that kind of trouser. Melo tumaanisha kwa sababu kwenye hilo eneo na nini? Exact precise knowledge. Hakuna gap la mimi. Unajua kuna kujua na kujua. Kwa mfano hapo mnanijua ila hamnijui. Nimemaliza. Ila kuna tofauti ya wewe uliyeko hapa kusema unanijua na Neema mke wangu akisema ananijua. Umeelewa maana yake? Kuna ujuzi na ujuzi. Nikisema mimi ni mwanaume, nyie mna ujuzi fulani, lakini hamna ujuzi wote. Hamna exact precise knowledge. Nikiwabishia mtabisha. Nilikuwa naelezea maana ya epignosis. Kwa sababu pale ametumia neno kujua, pale ni epignosis. Haleluya. Mmeelewa? Lakini kuna mifano mingine lazima uelewe tu. Mke wangu ana epignosis about mimi kwa mwanaume. Ila wengine wana taarifa tu. They are just informed. Kwa Mungu ataka, kwa hiyo ngoja. One of the things that transfer head knowledge, information, iwe precise exact knowledge ni prayer. Ndio maana nawaombea hapa. Jamani, waamini wasio na head knowledge of the power they have to carry it as a reality. Kwa unapokutana na mtu mwenye pepo, you don't think twice. Can I cast? I like kwa mzee mmoja anaitwa mzee Mabondo. Ulikuwa ukimpelekea marehemu amefariki siku nyingi. Ulikuwa ukimpelekea mtu mwenye pepo ofisini kwake, akakwambia ingizeni ndani, fungeni mlango, anaendelea akasema in my presence he'll go get out. Anaendelea kazi zake. Binti yangu umepona sasa? Ndio baba, mbona nilikuwa nimeanguka? Ulikuwa na mapepo. Yeah, he just stayed there. Sasa mwekeni hapa, mfungeni mlango. Hivi mnaingizwa, alikuwa anapiga watu, alafu kiingizwa fungeni mlango. Alafu anakaa ndani. Huyo mzee alikuwa na nini? Epignosis. If you are not sure that you have the power. Lazima ndugu zangu, wabaki wanaume 5 hapa. Wakati unasema pepo tu unasema hivi, angalieni asije akarusha ngumi. You understand what I mean? So one of the function of the prayer kwa ajili ya muamini ni kubadilisha ufahamu wake kutoka kwenye ile taarifa aliyojua I'm indwelled by the power of God into I know for sure without doubt. Nasemaga hivi, I know that I know that I know. So I know who I am and you don't really know who you are. Kwa hiyo asemaje? Exceeding greatness. That's why watu Kristo wengi hawajui sasa. Unajua watu wengi hawajua kuombea ukuaji wa kiroho, understanding. Kutoka kwenye just gnosis to epignosis. Wangeomba haya maombi ya Paulo kila mara. Sababu hii ndio inakufanya utembee kwenye reality of who you are. Hii ndio ile prayer for spiritual growth. That you should know. Hii know wakati wameshafundishwa kwamba nguvu za Mungu ziko ndani yao. Hii know maana yake nini? It's not information. It's take from your information into exact knowledge. Knowledge hapa ni revelation knowledge. The knowledge you can really apply. Iko sawa? Iko sawa? Kuna kuwa na utulivu ndani yako kwamba I do have the power now. I have God. God is with me. Iko sawa? Kuna kuwa na knowledge without doubt. Ndio anachoonyesha hapa. Understanding. Okay. Kinachomsaidia adui exert power kwa believer
darkness kwa believer ni nini? Ignorance. Kwa an ignorant believer will attract the devil. Iko sawa? Iko sawa? Ndio shida ya makanisa ambao they don't really kuchambua Biblia of the reality of Christ. You are making believers wawe prone to darkness. Wawe easily accessed to the power by the power of darkness. Wasitembee kwenye authority ambayo wanayo. Kuna tofauti ya kuwa na authority na kutembea kwenye authority. Ni sawa na imagine wewe ungekuwa mtoto wa rais. Mama Samia ni mama yako. I'm not saying unatoka kwenye familia ya chini. I don't really know you. Lakini imagine kuna mateso unaamua kupitia sasa hivi kwa sababu hujui kwamba Mama Samia ni mama yako. Na hapo Ikulu kuna mambo yapo tayari lakini unafight nayo mtaani. Lakini hapo tu Ikulu ameshawekwa, yeye ndio unapambania kombe yani. Afu ghafla ukaja kugundua ya kwamba that woman is actually your mother. Alimzaga mtoto mmoja hospitali fulani akamsahau alipopotelea. Kwenye kucheki wakacheki DNA sema ndio huyo familia. Siku hiyo kila kitu cha kwao kinabadilika. In fact utabadilisha na mwendo. Unaweza kuanza kutembea fulani, unaelewa kuna vitu vinaanza kubadilika na kuna vitu ulikuwa ukisema unaogopa lakini sasa unaanza kusema kwa sababu nini? The rise. Umeelewa kuna taarifa tayari ulipokea. So the believer can walk as a weak or can walk like an unbeliever, yet he is the full measure of God's capacity. Iko sawa Kwa anaonyesha hapa akasema angalia ule ubora amezungumzia. Exceeding greatness of his power toward us who believe according to the working of his mighty power. Angalia tusemaje? Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. 21. Juu sana. Angalia, far above all principalities. Wow. And power and might and dominion. Sema unachotaka kusema. Ita power, ita might, ita dominion. Akasemaje? And every name that is named. Maana na yale ambayo sijayataja pia. Iko sawa Kiswahili kaika juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani. Akasemaje? Na kila jina litajwalo. Hakuishia hapa. Wala si ulimwengu humu tu bali na katika ule ujao. Maana yake hii ni eternal power. When you have now, you have it forever. You have it now and then. Iko sawa? Ule ulimwengu ujao tutajifunza kwenye inheritance of a believer. Akasemaje? Hizi nguvu ziko wapi? Akavitia chini ya miguu yake Kristo huyo, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Hivi vyote Kristo alivichukua kwa ajili ya kanisa. Sasa viko wapi? Kama ni kwa ajili ya kanisa, viko kwenye exposure ya kanisa. Ziko mikononi mwa nani? Wa kanisa. Ndio maana anasema hivi, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika yote. Na ndio maana aliendelea kwa zamani kulikuwa hakuna sura na mistari si ndio Kwa anapoendelea pia asemaje? Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Mlipata lini anaweza? Asemaje? Ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida za ulimwengu huu, kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Ni giza hilo Asemaje? Ambazo zamani si sote tuliendea kati yao katika tamaa za miili yetu, tupatimiza mapenzi ya mwili ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Hii nani believer anazungumzia Asemaje mstari wa 4? Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, asemaje? Hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, na yaani tumeokolewa kwa neema. Kwa wokovu ni kuhuishwa pamoja na Kristo. Angalia mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa muamini ameketishwa in the same position of authority as Christ. They are seated in one place. Tukisema we are seated in one place, it is not you here and me here. We are actually seated in the same seat. How can a believer sit with Christ in the same seat? What does that mean? It means they are united. So if a believer is seated, Christ is what? Seated. Iko sawa
Kwa ina maana hii ni union. In union. Na amefundisha vizuri kwenye Yohana 14. I'm going to prepare a place for you, that wherever I am, you may also be. It is union. They are seated together in Christ. Ndio huko akaelezea. Alipofika 3:20, anasemaje? Mstari maarufu sana wakati unaombea nguvu. Basi atukuzwe yeye aweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Asemaje? Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu inayotenda kazi ndani ya muamini zimeelezewa kwenye chapter 1. Iko sawa eh? Iko sawa? Iko sawa? Ya, kwa muamini tayari anazo hizo nguvu ndani yake. So, who has the ability to exert power juu ya mwingine? A believer. Kwa sababu yeye mwenyewe nguvu ya muamini is seated far above principalities, power, dominion na every name that is named. Na kwa sababu ni light and darkness imetumika, inasema a believer is light, is not darkness, and he is in light and not in darkness. Na John ameeleza vizuri the power of light kwenye John 1. Na tumalizie hapo. Kwenye Yohana 1, John 1, then he taking a context from Genesis 1. Hapo mwanzo, Genesis 1 hiyo. Mstari wa 3 ndio anaeleza habari za nuru. Mungu akasema na iwe nuru. Na light ilikuwa powerful, ikacast out what? Darkness. Okay, twende pale kwenye John 1:1. In the beginning. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Angalia mstari wa 3. Vyote vifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa nayo nuru, mstari wa 5 ndio nikani uzungumzie. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. So anasema hivi, it is the power, it's the light that shine in the darkness. Ni nuru ndio inang'aa gizani. Na kwa sababu nuru ni power kuliko giza, always it chase out darkness. Kwa muamini hataki kuishi kama victim of the devil. One of the tragedy today, naomba nimalize kwa kusema hivi, mara nyingi we hear about the power of darkness than the power of light. Ogopa sana mahubiri ambayo yanamtaja sana shetani kuliko Mungu. Laana za ukoo zinakutesa. Ukimaliza kuna nini? Unaenda mara unaanza na nyayo, unahamia na nywele, unahamia zote hizo, mara kitovu chako kimepotea, komboa kitovu chako. You're like everything about you is a devil working against you. Huwezi kumkuta mtu anaomba hata Paul in prayer like I'm far above Christ, I'm a new creation. Anasema pepo, shetani, mapepo, nguvu za giza zinanifuata, zinanibata. When will you talk about the light? Si ndio eh? Because now you know, isana na kusema hivi, kama kwa wengine sio madaktari hapa. Okay. Ni kama kuna dawa ya ugonjwa. Lakini uko busy kuzungumzia zaidi ugonjwa. Ule ugonjwa na huo ndugu zangu. Wewe makini na ule ugonjwa. Na dawa ipo. You don't talk about the strengths of the medicine. Are you helping people? You're also creating fear. Now, it's our understanding of our position in Christ that give us what? Authority upon darkness. Tumeelewana mpaka hapo? So, a believer should grow in the knowledge of who he is in Christ so that he can walk in that authority. Muamini anatakiwa kukua katika ufahamu wa yeye ni nani katika Kristo ili atembee katika uhalisia wa mamlaka alionayo katika Kristo. Nirudie tena. A believer sasa imeanza kupotea baada ya kuniambia nirudie. Nasemaje? A believer should grow
in the knowledge of who he is in Christ, meandikaje? So that he may walk in that reality. Unaweza ukaweka maneno utakayopanga. Mwamini anatakiwa kukua katika ufahamu wa yeye ni nani katika Kristo, ili aweze kuenenda katika asili yake. Hicho ni Kiswahili chake. Kwa what does a believer need? Knowledge coupled with what? Prayer. Hiyo ndio produce nini? Epignosis. Kwa a weak believer, will he attract the influence of the enemy? Yes. Ndio maana Yohana wakati anafundisha kwenye stages za Christians, anasema watoto wadogo na waandikia mjue kwamba mmesamehewa dhambi zenu. Mbele anasemaje? Ninyi vijana na waandikia mjue kwamba mna nguvu kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Ni application of power. Anasema ninyi wazee na waandikia mjue kwamba mmemjua yeye tangu mwanzo. They have experiential knowledge. They have been applying the power of God, walking with the Lord. They have the mature walk. Lakini hawa ambao wanakuwa wana exercise power. Hawa wengine wachanga tunadili na nini? Sin conscious. Angalia matatizo yao. Wachanga wanadili na sin conscious. Wanao mature ambao wanaita young. Najua wengine wanafikiri vijana. Yohana alikuwa anazungumzia vijana. Vijana wana nguvu. Vijana gani? No, he was talking about stages of believers. Sawa He was talking about natural in the church. Wazee, mzee akiokoka leo ni mchanga katika kiroho. Si ndio ana struggle na nini? Sin conscious. Sin conscious maana yake, hivi nikitenda dhambi, nitaenda jehanamu au nitaenda mbinguni? Hiyo ni sin conscious. Kwa inabidi umhakikishie nafasi yake katika Mungu iwapo akikosea. Si sawa? Kwa sababu siku ya kwanza ulipofundishwa msamaha wa dhambi, still ulikuwa unasema, "Amenisamehe kweli?" Yaani kuna vitu tu vinakaa, yani vipi nikosea? Alikuwa anajibu maswali hayo. Ndio maana mstari wa kwanza asemaje? Nawaandikia First John 2:1. Nawaandikia kwamba watoto wadogo nawaandikia kwamba msitende dhambi. Na kama mkitenda dhambi, hiyo ni kuonyesha you don't lose your position when you sin. Wachungaji wapetagi huo mstari. Kwa sababu wanahisi ukimwambia mtu hautapotea ukikosea, wanafikiri umewapa leseni ya kutokosea. Hata usipowaambia watakosea. Narudia tena. Kumwambia mtu ukikosea hautapoteza wokovu, sio itakomfanya akosee. In fact, hata usipomwambia atakosea. Na facts zipo wazi. There is no church ambao pastor anajua Christian doesn't make mistake. Not a single one. Christians are making mistakes every day. Even those who are ambao wanajua kikosea wataenda jehanamu. Hata wale walioambiwa kwamba baada ya kuokoka ukikosea ni jehanamu moja kwa moja, wanakosea. Na wamekaa kanisani kinafiki, maana wajua ni wana wa jehanamu. Washaenda siku nyingi. Wanasubiria tu parapanda ikilia. Sababu they are taught wrongly. Kwa watoto tunadili na nini? Sin conscious, because they still need assurance and insurance of their salvation. Wale wengine ndo wanaanza kuexercise nini? Authority. Alafu wazee wamemature in the walk with the Lord. Kwa no maana spiritual growth ni both knowledge and time pia. Usemi tu nimeokoka leo nimekuwa kiroho kesho. No, there is time. Sababu is continuous learning, continuous praying, continuous building, unajenga, unajijenga, unajimarisha. Hallelujah. Can we finish here? Kwa tunaweza kusema mwamini hayuko chini ya ufalme wa giza. He's not there. He's far above. Na Yohana pia wakati anafundisha alisemaje? Greater is he that is in me that he that is in the world. Inafanana na we are far above principalities, power. So ile kujua kwamba the one in me is greater than that, actually it tells you
can I deal with that one? Umeelewa maana yake? So it tells you, if greater is the one who is in you than the one who is in the world, you now know who has the capacity above the other one. So a believer can exert the power in darkness, toward darkness. Na ndio maana kwenye maagizo ya Yesu kwenye Marko 16 asemaje? And this sign shall follow, na verse 17, 16-17. And this sign shall follow those that believe. Asemaje? In my name. Asemaje? They shall cast out devils. Do you know when you are going to preach, we are the one who are deliberately going to chokoza ring? Tunapenda kuhubiri injili, sisi ndio tunaenda kuchokoza. Sasa tunajiamini. Tunajiamini, tunamwamini Kristo, tunaamini nafasi katika Kristo. The same thing. Because when you go there, the man wana wafundisha wachungaji, when you go the place, you go to seek for problems. Unaenda kwenye nyumba, sometimes unauliza matatizo ili uonyesha kwamba I'm not an empty box, I got power. Unaambia kuna huyu anateseka mwaka wa 7, anambia pepo mtoke na usimrudie tena. Wewe ndio umeenda kumchokoza. Unaenda kwa exert the power. Sasa toka, imeisha. Iko sawa eh? So wewe ndio una exercise power against the enemy. Ishara hizi zafuatana hawa waaminio. Kwa jina langu, tap 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 tap, anataja bali. Umeelewa mpaka hapo? So that's how it works. A believer should grow in the knowledge of who he is, what he cares. Capacity ya Kristo in full iko ndani ya mwamini. Ignorance is what troubles the believer. So you grow in the knowledge. I'm telling you, when you ambie siri hii, the church yoyote yenye proper Bible study ina Wakristo ambao very strong. Hata kama inaonekana haina kelele mjini, they can be 10 but really 10 believers. Ndio maana God like numbers. Ndio maana anasema mkafanya mataifa yote kwa wanafunzi. Sawa? But I'm telling you, not every big number has big Christians. Inaweza ikawa the number of weak people. Why? If they are not fed what? The right food. Kwa Efeso 4:11 ametaja zile ofisi. Mpaka 15 anaelezea tumfahamu sana mwana wa Mungu. Ndio inafanya tusiwe tena wachanga wa kurushwa huku na huku na upepo wa kila namna. So the enemy can exercise authority upon the believer who is ignorant. Grow in the knowledge. Hallelujah. Grow in the knowledge. Grow in the knowledge of who you are. Tunaweza kumshukuru Mungu. Muda wetu umesogea kidogo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kutupa nafasi tena ya kuangalia maneno yako. Asante kwa kutufundisha leo kwamba tumekombolewa kutoka kwenye nguvu za giza. Na hivyo tukafahamu kwamba tumeketishwa juu sana kuliko ufalme wote, mamlaka na nguvu zote za yule adui. Tunaomba na kupokea kwamba kwa kusikia hivi tunajua nafasi tulio nayo. Tunaendelea kukua. Tunaondolewa katika hofu na mashaka juu ya utendaji wa adui. We are no longer think like victims, but we think like people who has authority in the darkness, upon the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Kila mmoja wetu anayesikia haya na anayesikiliza akue katika ufahamu huo, ili mwisho wa siku aweze kumdhihirisha Kristo katika mwenendo wake, katika utendaji wa nguvu za uweza wake zilizoko ndani yake, katika jina la Yesu. Amen. Hakika Mungu amekuwa mwema sana. Toka part 1, part 2, part 3, sasa tumehitimisha part 4. Naamini Mungu amezungumza na wewe kwa namna ya tofauti kabisa ambayo utasimulia na utawaambia pia watu wengine waendelee kubarikiwa. Mwisho wa part hii ni mwanzo wa episode nyingine. Karibu endelee kutufuatilia. Umebarikiwa sana na Mungu anakupenda. Next Level Mentality, what tunasema excellence is our portion. Mafanikio ama ufanisi ni sehemu ya maisha yetu. God bless you so much. Amen.